الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نendelea na darasa yetu ya kitabu cha biashara ndani ya kitabu cha Manhaj as-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi ad-Din cha Imam Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala. Asema rahimahullah, babu bai'i al-usul wa thimar. Huu ni mlango unaofungamana na biashara ya al-usul. Al-usul kwa maana ya viwanja, majumba, bustani, wa thimar, na matunda yanayopatikana katika viwanja hivyo. Al-usul yake ni mashina, lakini hapa inamaanisha biashara ya kuuza ardhi, majumba na viwanja. Kwa biashara kuuza viwanja na mabustani, wa thimar, na matunda yanapatikana. Unaweza kufika mahala kuna shamba linauzwa lakini lina miti ni matunda, au kuna bustani linauzwa na lina miti ni matunda ndani yake. Matunda yote ni maembe, ni machungwa. Kwenye Uislamu kuna utaratibu wake, utaratibu kuuza vitu hivi. Bustani likiwa katika hali hiyo au shamba likiwa na hali hiyo, lina utaratibu wake, kwa sababu kuna changamoto zinajiri wakati mwingine. Kwa hivyo mlango wa kuuza al-usul, al-usul kwa maana ya viwanja na mabustani, ardhi na mabustani, wa thimar, na matunda. Na Imam Sa'di rahimahullah iktafa bi dhikri al-adilla, kama alivyoeleza katika mukaddima wake. Mara nyingi anatosheka na dalili ikiwa masala yako wazi, kama hapa pia taja adilla na anatosheka na dalili alizotaja. Qala sallallahu alayhi wasallam, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa thamaratuha lilba'i'i. Man ba'a nakhlan, atakayeuza, man ba'a nakhlan, atakayeuza mtende, atakayeuza mtende au mitende, baada an tu'abbara, baada ya kuozeshwa. Mitende huwa inaozeshwa kwa kutiwa zile mbegu katikati yake, zinafungwa pale. Baada ya muda zinatoka vile walivyokusudia baada ya kuozeshwa. At-ta'biru wa at-talqih, baada ya kuozeshwa. Fa thamaratuha lilba'i, yale matunda yake ni ya yule muuzaji. Atakayeuza mtende baada ya kuwa zimeozeshwa au mtende umeozeshwa, fa thamaratuha lilba'i, matunda yake itakuwa ni ya yule muuzaji. Illa an yashtaritaha almubtaa, ila atakapoweka sharti mnunuaji. Almubtaa, mnunuaji akaweka sharti kwamba hivi vitakuwa vya kwangu, muttafaqun alayhi, labda aweke sharti hilo. Wakadhalika sairu al-ashjari, na vile vile miti yote. Idha kana thamaruhu badiya, ikiwa matunda yake baadhi yamekomaa au yameiva, itakuwa ni ya yule muuzaji, inabidi achukue yeye. Ila akiweka sharti nani? Mnunuaji, kwamba mimi utaniuzia, lakini haya machungwa au haya maembe ni yangu, lakini asli wewe muuza ardhi
kuna miti ya matunda tayari yamekwisha komaa, yamekwisha iva, basi yale ni haki ya yule muuzaji, ataichukua yeye, alafu tabaki na miti yako. Labda kama ataka sharti yule mnunuaji kwamba hapana, mimi nitanunua na vitu hivi, niuzie na hizi hapa, mkakubaliana katika hilo. Wa mithluhu idha dhahara az-zar'u, na mfano wake hivyo hivyo, idha dhahara az-zar'u, ikisha komaa au zikisha komaa punje au nafaka, ikisha komaa nafaka, alladhi la yuhsadu, ambazo hazivunwi illa maratan wahida, isipokuwa ni mara moja tu. Kuna nafaka zina kawaida hiyo, zenyewe huvunwa mara moja, kama ni kwa mwaka au kwa miezi, mara moja tu. Ikisha komaa ile mazao ambayo hayavuni isipokuwa mara moja, vile vile hukumu yake ni hivyo, itakuwa ni haki ya yule muuzaji. Wa mithluhu, na mfano wake hivyo hivyo, kwa maana atastahiki muuzaji yale mazao alladhi la yuhsadu, ambayo hayavunwi illa maratan wahida, hayachukuliwi shambani isipokuwa mara moja. Alafu akasema fa in kana yuhsadu miraran, ikiwa yanachukuliwa na kuvunwa miraran, mara isiyo moja, mara endelevu. Ikiwa yanavunwa mara kwa mara, mirara, mara kwa mara, fal usulu lilmushtari, yale mashina yale, kwa maana miti au kiwanja, itabaki ni kwa yule mnunuaji, ni kwa ajili ya mnunuaji. Fal usulu lilmushtari, mashina yale yatabaki ni ya mnunuaji. Wal jazzatu dhahiratu inda albay'i lilbai', na kukata au kuvuna kwa wakati ule vilivyodhihiri pale. Wal jazzatu dhahiratu, na kukata kuvuna kuliko dhihiri pale kwa wakati ule. Inda albay'i, wakati wa biashara. Lilbai, ni kwa yule muuzaji. Ikiwa matunda au mimea ina kawaida ya kutoka mara kwa mara, siku chache tu tayari tena, kuna matunda yako hivyo. Ikiwa hali ya miti matunda yake yako hivyo, au punje zake nafaka ziko hivyo, wakati ule wa biashara, muuzaji ndo atastahiki peke yake. Wakati ule wa biashara atastahiki muuzaji, baada ya hapo ni haki ya yule mnunuaji. Wanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bai'i thimari, na amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyauza matunda. Wanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bai'i thimar, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza matunda, hatta yabdu salahuha, mpaka idhihiri kutengamaa kwake, kwa maana ya komaya weive. Uruhusiwi kuuza matunda hayajakomaa, haijadhihiri kutengamaa kwake, kwa maana kutengamaa, matunda yanafika mahala ni vigumu kuathiriwa na maafa, ndio maana yake. Yani wataalamu wanakwambia hapa ilipofikia wadudu hawezi kuathiri au hayawezi kuathiriwa na chochote biidhnillah, hata yabdu salahu, mpaka idhihiri kutengamaa kwake. Baadaye atakuja kuulizwa udhihiri vipi kutengamaa kwake, kwa maana atakapokomaa. Naha al-bai'a wal-mubtaa, amemkataza mnunuaji na muuzaji. Naha al-bai'a wal-mubtaa, amemkataza muuzaji na mnunuaji usifanye biashara hiyo. Matunda bado hayajadhihiri kutengamaa kwake, bado ni machanga, hayajakomaa, hayajaiva, haifai kufanya biashara ya vitu hivyo, kwa sababu vinaweza vikaharibika wakati wote.
lau maafa yatasibu hayana nguvu ya kuhimili maafa. Wasila an salahiha, na aliulizwa kunako kutengamaa kwake, faqala, akasema hatta tadhhab ahatuhu, mpaka yaondoke maafa yake. Kwa maana kama nilivyosema, ile maafa yakawa hayawezi kuingia, matunda yanaweza kuhimili sasa maafa yatakapokuja. Wa fi lafdhi, na katika lafdhi nyingine, tamko lingine, hata tahmara au tasfar, mpaka yao meusi haya mazao au matunda, hata tahmar au tasfar, au yawe njano. Hiyo yategemea na matunda yenyewe yanakuwa vipi, yanakomaaga vipi, yanakomaa kwa kuwa meusi au kwa kuwa njano. Ikishafikia hapo, baada ya sasa hayo mnaweza mkafanya biashara, kwa sababu mara nyingi katika hali hiyo yale matunda yanastahimili maafa ya dhar'an khusumat wa tanazu, kwa ajili ya kuondoa magomvi na ikhtalifiana katika vitu kama hivi sababishwa na biashara za vitu kama hivi kabla ya kukomaa. Kwa hiyo sheria ikaweka utaratibu kwamba hivi viuzwe baada ya kukomaa. Wana ambail habbi hatta yashtadda, na amekataza kuuza punje mpaka zikomae pia, hata yashtadda, mpaka zikomae. Rawahu ahlus sunan. Waqala, na amesema lau bi'ta min akhika thamaran, lau bi'ta, lau utauza, lau utauza min akhika, kwa ndugu yako, thamaran, matunda. Lau bi'ta min akhika thamaran, lau utamuuzia ndugu yako matunda, fa asabathu jaihatun, alafu yakayapata yale matunda maafa, yakaharibika yale matunda, fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an, fala yahillu, si halali, an ta'khudha minhu shay'an, ay min al-mushtari, min mali al-mushtari. Fala yahillu, si halali kwako wewe, an ta'khudha, ukachukua, minhu, ay min mali al-mushtari, katika ile mali ya yule mnunuaji, shay'a, chochote. Yani kama utamuuzia mtu matunda, alafu au miti yenye matunda au matunda ile mmeelewana kwamba haya, chukua haya hapa, alafu yakapatwa na maafa ile matunda, ushachukua pesa, si halali kwako kuichukua ile pesa tena, kwa maana nataka uirudishe ile pesa kwa mnunuaji. Ndio dhahira ya hadithi, dhahira ya hadithi iko hivyo. Alafu akamaliza, bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, kwa kipi utachukua mali ya ndugu yako pasina ya haki. Rawahu Muslim. Bima ta'khudhu, kwa nini uchukue mali ya ndugu yako bighairi haqqin, pasina ya haki. Kwenye hii hadithi wamekhtalifiana ahlul ilmi, ukitizama ilivyo, kwa sababu haijabainisha kwamba haya yaliyouzwa yameuzwa kabla ya kukomaa au baada ya kukomaa. Sababu sisi tumesema baada ya kukomaa yafaa watu kufanya biashara. Sasa ikipatwa na maafa hapo tena hatolaumiwa yule aliyeuza, kwa sababu hadithi zote za sheria hivyo. Kauli ya jamu min ahli alilmi, kila al-Imam Ash-Shafi'i na wengine wao wasema dhahira ya hadithi yaashiria kwamba haifai kwa hali yoyote, sawa ikomaa ilikuwa havijakomaa. Dhahira ya hadithi kwa maulama isipokuwa Ahmad au wengine wote wao wamesema, maimamu watatu asiyekuwa Ahmad wao wamesema dhahira ya hadithi haifai, hata baada ya kukomaa ikitokea inabidi arudishe mali. Wasema wao wasema biashara ni sahihi, wao wasema biashara ni sahihi, lakini al-Imam Ahmad yasema
sahihi, dhahiri sahihi katika hadithi ni kwamba ikiwa viliuzwa kabla ya kukomaa. Sahihi ni kwamba ikiwa viliuzwa kabla ya kukomaa, kwa mujibu wa riwaya za nyuma. Na hii ndio kauli sahihi, kwamba kama viliuzwa kabla ya kukomaa alafu ikatokea maafa, maana yake salabidi mtu arudishe mali, kuashiria kwamba lau atafanya biashara kabla ya kukomaa, biashara ilikuwa ishapita, ishakubalika. Lakini sasa ikitokea maafa, yani haifai kufanya biashara hiyo, lakini ikitokea imefanya biashara ni sahihi, maafa ikitokea inabidi turudishe mali. Kwa hiyo wasema hadithi hii yaashiria masala haya, kama yaliuzwa, hii yazungumzia kama yaliuzwa kabla ya kukomaa. Wengine wamebeba kwa itilaki yake kwamba hali zote haitofaa, itabidi arudishe mali, yamekomaa hajakomaa, wengine wamesema hivyo. Lakini sahihi kwa mujibu wa hadithi zilizotangulia, ikiwa yaliuzwa kabla ya kukomaa, inabidi arudishe mali ya yule mnunuaji. Qala babu al-khiyari wa ghairihi, ni mlango wa khiyari wa ghairihi, na vinginevyo visivyokuwa khiyari. Masala ya khiyari masala muhimu sana. Al-khiyari huwa khiyari ni kuchagua yule muuzaji au mnunuaji. Khiyar ni kuchagua yule muuzaji au mnunuaji kupitisha biashara au kutokupitisha biashara, kuvunja biashara. Wafanya biashara kuna hali ambazo anaruhusiwa, kuna kipindi na kuna hali zinamruhusu muuzaji au mnunuaji imdha al-bay' au fasl. Anaruhusiwa kupitisha biashara na kuwaza pia, akiamua kuivunja biashara anaruhusiwa. Na kuna sura ambayo nje ya hapo hataruhusiwa kuvunja biashara na kuamua tu mimi siuzi tena, alikuwa washauziana. Pia ni mlango muhimu sana, ni muhimu sana, kwa sababu yani watu mara nyingi wanakhtalifiana kukuta kujua mlango huu. Na madhehebu ya Imam Ahmad kwenye mlango wa biashara, masala hasa ya khiyari, madhehebu ya Imam Ahmad ausa, ni mapana kuliko madhehebu ya Imam Shafi'i. Kadhalika Imam Malik, sababu Malikia madhehebu yao na khiyari moja. Hata khiyari ya majlis impokelewa kwa Imam Malik akikataa ile hadithi, yatokea rudud baina ahli ilm kati ya Imam Malik na baadhi ya makarina wake, maneno makali kidogo. Ibn Abi Dhib kimzungumza kwa ukali Imam Abu Hanifa, Imam Malik rahimahullah ta'ala, katika masala haya. Yustatabu Malik, anasema katika Siyar A'lam an-Nubala, anasema Ibn Abi Dhib, yustatabu Malik fa in taba wa illa qutila au quti'a unquhu. Al-Imam Malik atakana ataka tauba kwa sababu yeye alikataa khiyar, na hadithi hii imetaja katika kitabu chake cha Al-Muwatta. Asipotubia kato shingo yake. Hii si sawa, kwa sababu Imam Malik imam na imam al-sunna, imam mujtahid. Kwa hiyo huenda alirudisha hadithi kwa tawili. Na Shafi'ia wao khiyari wanataja moja, kama ilivyo kwenye masala ya sharika. Lakini madhehebu ya Imam Ahmad ni ausa katika mlango wa khiyar na mlango wa sharika, ushirika. Utaona hapo ametaja khiyari takriban 8 au zaidi ya 6. Qala wa idha waqa'a al-'aqdu sara lazima, ikishatokea biashara itakuwa imelazimu. Idha waqa'a al-'aqdu, ikishatokea biashara sara lazima, itakuwa imelazimu hiyo, hamna tena kurudi nyuma, hamna kurudi nyuma. Illa bisababi min al-asbab ash-shar'iyyah, isipokuwa kwa sababu miongoni mwa sababu za kisheria. Illa bisababin, isipokuwa kwa sababu min asbabi ash-shar'iyyah, katika sababu za kisheria. Kwa hiyo utaziangalia sababu hizo tazofanya mtu arudi akwambia, bwana mimi naona hii biashara, rudishie pesa yangu, chukua simu yako, chukua bidhaa yako, chukua gari yako, chukua pikipiki yako. Lazima hizo sababu ziwemo, la sivyo haitofaa.
Qala faminha, miongoni mwa hizo sababu ambazo khiari hizo, mtu unaamua sasa kupitisha biashara au kuivunja biashara. Faminha, miongoni mwa hizo khiari, miongoni mwa hizo sababu, khiyarul majlis, ni khiari sababu yake ni kuwepo kwenye kikao cha biashara. Bado kwenye kikao cha biashara, muda wa kuwa bado kwenye kikao cha biashara, mazungumzo, mko kwenye room, kwenye chumba, kwenye ofisi ndani, bado hamjaachana kwa viwili vyenu, au mko kwenye mawasiliano kwenye simu, mshafanya biashara, mmeelewana, alafu bado mko kwenye mawasiliano hakadha na njia zingine za kisasa ambazo zipo, bado mko kwenye mawasiliano, hamjafunga mlango ule mkaachana, labda baadaye kaisha kheri, hamjaachana bado. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa maana wakati ule unaruhusiwa kufanya maamuzi yoyote ambayo unayaona wewe. Ukijuta kufanya biashara ile, unasema mimi naona cha tu gairi hii biashara, hata kama ulikuwa umechukua pesa. Hiyo ni moja ya sababu za kisheria za kuruhusiwa wewe kuamua wakati huo. Wewe utaruhusiwa wakati huo, maadamu hamjaachana, bado uko ofisini kwake, umechukua pesa na mshampa bidhaa na mfano wake, bado hamjaachana, pale unaruhusiwa. Unaweza kukaa muda ukajuta, simu kwa nini nimenunua hii simu, naona bora niachane nayo. Unaruhusiwa kurudisha pale. Lakini kama mmeachana, umetoka nje, haifai. Kwa mujibu wa hadithi, qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, idha tabaya'a ar-rajulani, wakiuziana watu wawili, idha tabaya'a ar-rajulani, wakiuziana watu wawili, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, basi kila mmoja katika wao wana khiyari, bil khiyar, ay lahum al khiyar, wana khiyari. Fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, kila mmoja katika hawa wawili wana khiyari. Lakini akasema ma lam yatafarraqa wa kana jami'a, muda wa kuwa hawajatengana wakawa bado wako pamoja. Dhahiri hadithi si sharti kwamba mazungumzo yashafungwa. Maadamu wako pamoja, umefunga mazungumzo, hamjafunga, bado mko pamoja katika chumba cha biashara, katika kikao cha biashara, kama mmekaa mahala, hamjaachana. Lakini ikitokea mtu apiga simu akaondoka na biashara kwa mshafanya, haruhusiwi tena kuja kuivunja ile biashara, labda wewe mwenyewe tu msamehe. Kuna fadhila hizo. Tataja hadithi mwishoni, man aqala musliman aqala Allahu athratahu, kimsamehe ndugu yake, basi Allah atamsamehe makosa yake na madhambi yake. Au yukhayyir ahaduhuma al-akhar, au atapomkhiyarisha mmoja wao mwenzake. Yani mmoja wao akamwambia kuna khairi, wewe utaangalia, ukiona urudishe, sawa. Labda kama ilitokea umeondoka lakini alikupa khiyari mmoja wao, au yukhayyir ahaduhuma al-akhar, au amkhiyarishe mmoja wao mwenzake. Utaamal alfadh za hadithi, inaweza kutokea hivyo. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar, ikiwa atamkhiyarisha mmoja wao mwenzake. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar, ikiwa atamkhiyarisha mwenzake mmoja wao mwenzake. Fatabayaa, kisha wakafanya biashara katika hali hiyo. Walam yatruk wahidun minhuma al-bay'a, walam yatruk, alafu hakuacha wahidun minhuma, mmoja katika hawa wawili, al-bay'a, biashara. Hakuacha biashara, kwa maana aliendelea na ile biashara ijapokuwa alipewa khiari, bwana wewe angalia ukiona, lakini akafanya biashara hivyo hivyo. Faqad wajaba al-bay', basi biashara ishawajibu. Muttafaqun alayhi. Ini khiyari ya kwanza ita khiyarul majlis. Khiyari sababu yake ni kukhiarishwa mtu imdha al-bay', kupitisha biashara au kuvunja kwa sababu ya kikao, bado wako kwenye kikao kimoja. Qala wa minha, na miongoni mwa hizo sababu za kisheria, khiyaru shart, ni khiyari ya sharti. Afasiri mwenyewe Sheikh asema idha sharata al-khiyara lahuma, wakiweka sharti la khiyari kwa upande wao wawili. Idha sharata al-khiyara
lahuma, ikiwa wataweka khiari kwa wao wawili, wakawekeana sharti la khiari, au li ahadihima, au wakawekewa khiari kwa mmoja wao, wakaweka khiari kwa mmoja wao. Hivi sema muddatan ma'luma, muda maalum, anawekeana muda maalum. Kwa maana bwana, chukua hii simu labda siku 5, kiona kwamba biashara hii haujairidhia au rudisha ndani ya zile siku 5. Ikishatokea wewe umeamua labda ile biashara umejuta, labda nadimta ala ma ishtaraita au biita, umejuta juu ya kile ulichokinunua au kiuza, unaruhusiwa kwenda pale ndani ya zile siku 5. Bwana, nimeona simu hii nirudishe kwa sababu 1 2 3, nimeona tu irudishe simu, hata kama moja sababu. Kwa hiyo mliweka khiari ya sharti muda maalum, kwa hiyo tasihi pia قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم. Kama nilisema wao wanasemaga ule utaratibu kwamba simu hii na guarantee. Sasa wao wanamaanisha kwamba unaruhusiwa kwa muda wa miaka 2 au mwaka mmoja unaruhusiwa kurudisha, sio wanamaanisha nini? Nikiwa na maana kama haya. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم, waislamu wapo kwenye masharti yao, waislamu wametulizana kwenye masharti yao. Almuslimuna inda ay mustaqirrun wa thabitun, waislamu wamethubutu, wametulizana katika masharti yao bwana. Illa shartan ahalla haraman, isipokuwa sharti litalohalalisha haramu, au harama halalan, au litaharamisha halali. Sasa watu wengi pia sasa mahizi wasomaga hizi hadithi alafu hawazingatii mpaka mwisho wake. Hawajal muslimuna inda shurutihim, malizia mpaka mwisho. Tukaekana masharti ya kizushi, masharti ya kihizbi, kwa masharti kwamba wewe utafanya dawa hapa, usiwaseme watu, usiwataje watu kwa majina yao. Hakuna dawa hiyo, hakuna dawa hiyo. Illa shartan ahalla haraman au harama halalan, rawahu ahli sunnah. Wa minha, miongoni mwa hizo asbabu shar'iyya, wawezekana wewe ukarudisha biashara kwa sababu yake, idha hubina ghabnan yakhruju anil 'ada imma binajshin au talaqi aljalab au ghairihi. Idha hubina ni mtu atakapopigwa au atakapovunwa. Ghabnan, kuvunwa ambako yakhruju anil 'ada, kunatoka katika ada ya kawaida. Yani umepigwa sana, umenunua gari, ikatokea ujanja mtu akazidisha bei, au dalali amekuzungusha, ikaonekana ile gari huwa haiuzi milioni 40, inauza milioni 15, au ile simu umeuziwa milioni 1, ile simu ni ile 500,000. Umepigwa kipigo ambacho kinavuka mpaka ada ya kawaida, labda ungepigwa hata 100,000, lakini umepigwa kipigo cha ziada chatoka katika ada. Na hii yatokea mara nyingi hasa kupitia madalali. Sababu bwana mmoja aliuza kiwanja kwa Dar es Salaam Mbezi Beach, kama madalali kiwanja kiuzwe, lakini sasa yani yeye mwenyewe hakujuta, bali akisema yule aliyeuza baadaye yeye ndo aliona bwana madalali wamekula la nyingi. Kiwanja kinauzwa milioni 150, jamaa wakakiuza milioni 300, akiuza milioni 300, alafu wakaandikishana kwamba sababu pesa itapita kwa ile mwenye kiwanja za kwetu hapo ni 150, alafu bado anataka ile pesa yao. Jamaa akakataa. Sasa utaratibu wa madalali sasa hivi ni mgumu kidogo, wanaweza kukufunga madalali. Sasa wamejiwekeza zaidi madalali, kwa hiyo kiserikali wanakufunga. Kwa hiyo sasa ikitokea wewe ndio umenunua, lakini umepigwa kipigo ambacho si cha kawaida, imma binajshin, ima kwa ziada,
Yani ima imetokea ziada pale, madalali wamefanya mambo yakaongezeka, bei ikaongezeka, baadaye kuonekana kwamba pale hapauzi hivyo, umepigwa sana milioni 100, lakini wao wamepiga zaidi, yani sababu neno umepigwa sana milioni 100, lakini sasa umepigwa zaidi ya zaidi. Idha hubina ghabran yakhruju an al-ada, umepigwa kipigo ambacho kinatoka katika ada, umevunwa sawa sawa ambao kutoka katika ada, imma kwa ziada au talaqi aljalab, au kwa mtu kumfuata au kwenda kukutana na waletaji wa bidhaa. Kama tulivyosema jana, mtu amekwenda mahala huko, watu wanaleta mizigo na ngamia wao na magari, anaenda kununua mizigo kwa njiani, wenyewe hajafika sokoni, ukampiga jamaa alipofika huku akakuta bei sio ile umenipiga, umemuumiza. Kwa hivyo atakuwa ana khiari, yule aliyenunua ana khiari, au ghairihima, au kuvunwa kule ni kwa sababu nyingine ya hizi sababu mbili, sababu yoyote ile, kama au ghairihima, au sababu nyingine ile kupelekea mpaka ima wakati mwingine kutokujua. Sababu wakati mwingine unaweza hujui biashara ile, baadaye unagundua kwamba umepigwa sawa sawa. Kwa hiyo una khiari pia hapo, waruhusiwa kuirudisha ile biashara. Hapana, mimi sitaki tena, lete pesa yangu, chukua mzigo wako, chukua simu yako, kwenda zako. Ni kitakuwa hivi. Qala wa minha khiyaru tadlis, na miongoni mwa hizo asbabu shar'iyya waruhusiwa kurudisha biashara, labda khiyaru tadlis ni khiyari, sababu yake khiyari, unakhiarishwa kwa sababu ya tadlis, kwa sababu ya kufanyiwa tadlis. Kwa lugha ya haraka sema kwa sababu ya kufanyiwa uongo. Leo sema ghishi hivyo hivyo, lakini kwa sababu ya kufanyiwa uongo. Na tadlis maana yake ni idhaharu asila bimadhharin hasan. Tadlis maana yake ni kuitengeneza ile bidhaa ikaonekana katika muonekano mzuri kwa ajili ya kuziba ile aibu au ile kasoro, ile ikhfa ile aibu. Kama nilivyosema jana kwamba mtu anaipiga rangi ile bajaji ikaoneshwa katika muonekano mzuri, li ikhfa ile aibu, kwa ajili ya kuficha kasoro, alafu mtu habainishi. Khiyari sababu yake ulifichiwa uhalisia wa bidhaa. Tadlis, ulifichiwa uhalisia wa bidhaa kwa sura yoyote ile. Bi ayudallisa albai'u, ya kwamba akaficha kasoro ya bidhaa yule muuzaji. Bi ayudallisa albai'u, akaificha kasoro ya bidhaa yule muuzaji, maana akaidhihirisha katika madhari nzuri, akaidhihirisha katika muonekano mzuri, ala almushtari, juu ya mnunuaji, ma yazidu bihi thaman, kwayo ataongeza thamani. Amefanya vile ili aongeze thamani ya kile kitu, auze milioni 5, sasa milioni 9, bado mpe kabisa hii, au gari ile milioni 4 ikapigwa rangi yenyewe ni mbovu, kuna vitu vipo ndani vibovu kabisa, ukauzewa milioni 7, milioni 6. Katasriyati labani, kama vile kuyaacha maziwa, fi dhari'i, katika kile kiwele kile yenye kutunza maziwa, bahimatul an'am, cha wanyama wanaofugwa na watu. Katasriyati laban, kama vile kuyaacha maziwa, fi dhari'i, katika kile kiwele chake, min bahimatul an'am, katika wale wanyama wanaofugwa. Mtu akasema kwa sababu nataka kumuuza huyu mbuzi au ng'ombe au ngamia, akamwacha kama siku 2 bila kumkamua au 3, alishwa, kija pale tunamwambia, unaona kwanza ana maziwa mengi huyu, ana maziwa mengi, so kisha mchukua ukimkamua tu mara moja, mara unamlisha siku nzima hamna kitu, maziwa yake kawaida tu, lakini alimtengeneza vile ili apige bei ya juu, ili amuuze kwa bei ya juu. Ni mfano katasria kama vile, lakini kwenye magari siku hizi, kwenye simu, kwenye mabajaji na mapikipiki, ndio haya mambo hufanyika.
Sasa ikitokea hivyo, unaruhusiwa kisheria wewe, ukishagundua unaruhusiwa kisheria kuvunja ile biashara kama umeamua, au uamue kupita hivyo hivyo. Sawa, khairi, hamna shida jamaa, mshi Allah bwana, basi ubaki hivyo hivyo. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tusarru al-ibila, manake msiache maziwa kwenye viwele vya ngamia, wal ghanam, na mbuzi pia msifanye hivyo. Msiache ile maziwa kwenye viwele vyao ngamia au mbuzi. Famani bitaaha ba'du, lakini sasa hukumu, yule atakaye nunua baada ya kufanyiwa hivyo, fahuwa bi khairi nadharain, wa dalili ni hapa, basi huyo atakuwa juu ya khiari au kheri ya mitizamo miwili. Fahuwa bi khairi nadharain, atakuwa katika bora ya nadharia mbili. Yeye ataangalia moja katika nadharia mbili, ipi bora? Fahuwa bi khairi an-nadharain, yeye atakuwa katika ya kheri mitizamo miwili. Baada ayahlibaha, baada ya kumkamua, aishamkamua akaona hali yake si kama alivyoambiwa, basi ana khiari ya kuchagua kheri ya moja mitizamo miwili. Baada ya kuwa ameshamkamua, inshaa amsakaha, akitaka abaki naye. Inshaa amsaka, akitaka atabaki naye. Ukiamua basi alhamdulillah, una shida, lakini ukabaki naye. Wa inshaa radda, na akitaka atamrejesha. Lakini wakati unamrejesha ili upewe pesa yako, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa saa min tamrin, na pishi ya tende. Atarudisha yule aliyemrudisha ile mnyama, atamrudisha pamoja na pishi ya tende au kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu ya kufidia yale maziwa ambayo yalikuwepo katika hali ya kuuza. Yale maziwa ambayo yalikuwepo wakati anauza, anayafidia kwa kitu, kama ni pishi ya tende au ni mchele au ni pesa, atalipia. Kwa hiyo atalipia kwa sababu amemtoa katika hali yake ile ya kwanza. Muttafaqun alayhi. Wa fi lafdhin fa huwa bil khiyari 3 ayyam, katika lafdhi nyingine yeye atakuwa katika khiyari ndani ya masiku matatu. Aangalie ndani ya siku tatu amrejeshe au abaki naye. Wa idha ishtara ma'iban, lakini pia kuna sababu nyingine katika hizo sababu, akasema na ikiwa mtu atanunua kitu chenye kasoro. Wa idha ishtara ma'iban, ikiwa mtu atanunua chenye kasoro, lam yu'lamu aibuhu, haikujulikanwa kasoro yake. Kwa baadaye amejua, baadaye amegundua kile kitu kilikuwa kina shida kile. Falahu al-khiyaru baina raddihi wa imsakihi, ana yeye khiari, kwa bila kujali kwamba sasa wewe ulisema hii gari ije, mfano wake imekuja sawa, lakini sasa nimegundua kuna shida ipo, kwa kuna khiari, kwa sababu umeuziwa kitu chenye kasoro, na labda wakati mwingine hukumwambia pia. Falahu al-khiyaru baina raddihi wa imsaki, ana yeye mnunuaji khiari kati ya kumrejesha au kukirejesha kile kitu au kubaki nacho. Fa in ta'adhara radduhu ta'ayyana arshuhu, ikishindikana kurejesha basi itakuwa lazima arshi yake, yani lipiwe arshi yake. Arshi ni mali kama fidia tuseme, kwa maana fidia ya labda gari hii ikiwa nzima yauzwa milioni 10, lakini wewe umeniuzia milioni 10 na yenyewe ni mbovu, au umeniuzia milioni 9, afwan umeniuzia milioni 10 na yenyewe ni mbovu, taayana arshu. Kwa hiyo kuna pesa inabidi ipungue pale, utarudisha pesa fulani pale. Basi sawa, tufanye tumuuziana kwa milioni 8, chukua milioni 2, imeleka. Taayana arshu, itainika, italazimika kutoa arshi yake kama fidia ili irudi katika bei yake halisia. Wataangalia inauzwa vipi, baada ya hapo ikiwa katika hali inauzwa vipi, alafu baadaye tutafidia. Wa idha ikhtalafa fi thamani tahalafa,
na wakikhtalifiana kwenye thamani wataapizana. Wamekhtalifiana wauzianaji wawili katika thamani, basi wataapizana. Ana nilikuuzia kwa shilingi ngapi? Sio bei hii, uniuzia hivi. Hapana, mimi nilikwambia shilingi milioni kadhaa. Hapana, nilikuuzia kwa milioni hii. Wataapizana. Walikulli minhuma alfashu, na ana khiari pia. Kwa hiyo walikulli minhuma, na ana khiari kila mmoja katika wao kuivunja biashara. Kwa hiyo hii pia ni khiari nyingine. Khiari sababu yake ikhtilaf almutabayi, kule kukhtalifiana kwa bei. Watu wafanya biashara wamekhtalifiana, basi pia wataapizana, lakini watakuwa na khiari, ima waamue kubaki au kuvunja ile biashara. Nikuja hadithi ya Abdullah bin Mas'ud inda Ahmad, idha ikhtalafa albay'ani wa laysa bainahuma bayyinatun, kwa hakuna ushahidi, hakuna dalili, hakuna shahidi, fahuwa ma yaqulu rabbu sila au yatatarakani, ataangaliwa anachokisema yule mmiliki wa bidhaa au ataacha biashara hiyo. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu, atakayemsamehe muislamu mwenzake kwenye biashara yake, atakayemsamehe muislamu kwenye biashara yake kwa hali yoyote, kwamba ima wakati mwingine zikawa si kwa sababu ya kisheria. Mtu ameuza mathalan, ameuza simu, jamaa kanunua, au kitabu umenunua, umeenda nyumbani umekuta kitabu kipo. Kama kitabu ninacho bwana, shilingi ngapi? 100,000 au 50,000. Ukarudi kwa ile mwenye duka akamwambia, bwana kitabu bwana nimenunua, kumbe ninacho nyumbani. Yaani biashara hakuna khiari pale, kawaida pale hakuna khiari, biashara imelazimu. Mtoto amenunua kitu sawa sawa vile, lakini baadaye umegundua tu, au baadaye umeamua tu ndio kurudisha hii biashara, hapo hakuna khiari. Muuzaji analazimika kukuambia hapana, usifanyagi hivyo. Kwa hiyo sio jamaa anaromba sana, jamaa fai kabisa huyo. Biashara ishapita nje sababu hizo zilizotajwa hapa. Yaani wewe tu umeona labda mimi hii biashara bwana, hapana, acha nirudishe pesa, nataka nifanye jambo lingine. Ana haki yule aliyekuuzia kukuambia usifanyage hivyo. Na hili katika miji ya Kiarabu Allah tumelikuta ni jambo wanalichunga sana. Waarabu sasa Yemen wanalichunga sana jambo hili. Unaweza kufika pale dukani mtu akwambia fanya hivi, akwambia hapana, la yajuzu. Jazakallahu khair. Sio kwetu si hatuna taratibu hizo. Ikiwa watu wanashinda kufanya kafara, mtu anaapa wallahi mimi kwa kusili mimi siku mbili anaenda kule, nimeona nimsamehe tu jamaa, alafu afanye kafara na ameapa. Miji yetu tuko hivi. Je, vipi haya mambo kama haya? Yaani ubakhili pia unachangia, na kutokujua unachangia watu kutokufanyia kazi ahkamu za kisheria. Kwa hiyo asema man aqala, ikitokea hivyo sasa, au kwa sababu ya khiari au kwa hali ya kawaida tu, kwamba mtu ameona tu arudishe bidhaa ile, atakayemsamehe ndugu yake Muislamu kwenye biashara yake, aqalahu Allahu athratahu, atamsamehe Allah subhanahu wa ta'ala yeye pia kwenye makosa yake. Al-athar akhta'u wa zallatu, rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah. Naam, shukran. Pamoja fike saa moja inshallah. Sabrun jamil, asallahu ayatiani bihim jamia. Yusuf asema huenda Allah akaletea wote subra. Waweza sema ngoja nifanye subra saa moja, huenda nikapata masala mengine mazuri au khairi kapatikana. Qala babu as-salami, huu ni mlango wa as-salam. Salam ni kutanguliza, semaje, takdimu athaman, kutanguliza pesa, thamani au kile cha kununulia, unakitanguliza kile kabla ya bidhaa. Sisi tulisema kwamba asili ya hadithi uko nyuma katika masharti
ya biashara ayakuna albai malikan, au yule anayeuza kitu kile kitu kwanza anakimiliki. Hiyo ndio asili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tabi ma laysa indak, usiuze kitu ambacho hakipo, haujakimiliki bado. Hauruhusiwi kuuza kitu ambacho haujakimiliki. Hadha albab mustathnatu min hadithi la tabi ma laysa indak. Kwa hiyo mlango huu unavua sura katika makatazo ya kuuza kitu ambacho hujakimiliki. Sababu asili kitu ambacho hauna uruhusiwi kuuza. Wewe alizeti hauna, mahindi hauna. Sababu mara nyingi miamala hiyo wanaifanya watu wenye mashamba, wakulima, wenye biashara hizi. Asili ni kwamba haifai kuuza kitu ambacho hakipo, kwa mujibu wa hadithi la tabi ma laysa indak. Usiuze kitu ambacho hakipo kwako, hakijathibiti. Ma laysa indaka ya khabari yake ma lam yastaqir indak wa yathbut indak wa lam yakun indak. Wa akhbaru bi dharfin wa harfi jarrin yuriduna maana kain wa mustaqir, kimaanisha kama usiuze kitu ambacho hakija kuwa kwako, hajathubutu kwako. Lakini sababu mlango ni ruhusa kwa haja pia, kama ilivyo masala ya muzabana asili yake haifai, wanaha anil muzabana. Alafu tukaona kuna masala yamevuliwa baiul araya, biashara ya araya. Na hapa pia babu salam ni biashara ya kuuza kitu ambacho kiko katika dhimma, haunacho kile kitu, lakini unachukua pesa, lakini utakileta baadaye. Asili yake ilikuwa haifai, lakini imevuliwa kwa sababu ya haja pia. Mahitaji, Waislamu wanahitajia biashara hii. Na itakuja hadithi kwa Mtume salama alipofika Madina, amekuta watu wafanya biashara hiyo, ndio wamezoea hivyo, wana ada hiyo na desturi hizo. Allah subhanahu wa ta'ala akafanya wepesi kwamba ikiwa kuna haja hiyo, watu wana shida hiyo, basi wafanye kwa utaratibu 1 2 3 4. Kwa hiyo ikavuliwa kwa sababu ya mahitaji ya watu, kama ilivyo mambo ya araya. Bai muzabana imekataza, lakini ikaruhusiwa kwa sababu ya mahitaji ya watu. Asema yasihu salamu fi kulli ma yandhabitu bisifa. Itasihi kufanya biashara ya salam ya kutanguliza pesa na cha kununulia, lakini bidhaa haipo, itafaa kwa masharti yafuatayo. Kwa lugha nyingine nasema itafaa biashara ya kuuza kitu ambacho hakipo kwa masharti yafuatayo. Kwanza asema yasifu salamu fi kulli ma yandhabitu bisifa, katika kile ambacho kinadhibitika kwa sifa. Lazima kiwe kina uwezekano wa kudhibitiwa sifa zake. Katika kila kinachowezekana kudhibitiwa katika sifa zake, kisichowezekana kudhibitiwa sifa zake haifai. Ataja namba 1, idha dhabatahu bi jamii sifatihi. Maana amerejea ile sharti alilitaja hapo juu. Asema sharti la kwanza, akidhibiti kile kitu kwa sifa zake zote, allati yakhtalifu biha thaman, ambazo sifa hizo yakhtalifu, hubadilika, biha thaman, kwayo thamani. Hizo sifa walizidhibiti, kwayo ndio hubadilika bei na thamani ya kile kitu. Kwa hiyo lazima zile sifa zidhibitiwe. Qala wa dhakara ajalahu, na ikiwa atataja muda wake, kama nitakupatia baada ya mwaka mmoja au miezi kadhaa 6, yani pataje muda maalum. Wa dhakara ajalahu, qala wa a'tahu, shadlatatu wa a'tahu thamana qabla tafarruq, na akampatia thamani yote kabla ya kuachana. Bwana, gunia kadhaa itakuwa shilingi kadhaa, sawa, akampa pesa yote kabla ya kuachana, sio mpe nusu, yote.
wataka kununua gunia 5, umefanya mahesabu pale, gunia 5 makadirio yake itakuwa hivi na hivi, utakana umpe pesa yote gunia 5. Sasa basi shika kwanza 100,000 alafu baadaye atapita riba pia hapo, umpe pesa yote. Ndio maana maulama wamekhtalifiana katika baina istisna au baina amil bil istisna kwenye mambo ya furniture na nini, mavioo haya. Kwa sasa nitengenezewa dirisha kadhaa, je, au ampa pesa kidogo, au je lazima pia na ampe pesa yote kwa kuhesabu katika mlango huu? Wamekhtalifiana maulama, pakaandikwa vitabu kwa ajili ya masala haya. Sahihi ni kwamba wengi wanasema sahihi hizi ni biashara zingine kama tunaambia msalamu anatengenezea kitanda au masofa hivi na hivi na hivi na hivi, shika shingapi? Milioni moja, shika 500,000 kwanza. Je, tuhesabu biashara hiyo ni kama biashara hii kiasi ambacho inabidi ulipe pesa yote, au hii ni biashara nyingine kama? Wakakhtalifiana maulama. Wengi wasema si katika biashara ya salam, ile ni biashara ya al-istisna. Unataka mtu akutengenezee kitu, ile tofauti wasema. Unaweza kutanguliza baadhi, ile biashara nyingine kando itaruhusiwa hivi. Au ingie kwenye biashara hii asili yake la tabi maalisha ila, kwa sababu kile kilichouzwa hakipo kwenye ile kwa yule mtengenezaji, bado hanacho lakini amechukua pesa. Je, tutahesabu na katika biashara hii ya salam kiasi ambacho utakana ulipe pesa yote? Ni masala mazito, masala ya kufanya. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، alifika mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Qadima kama ana alifika, aliingia na akafika Madina. Wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata wa sanatayn, na wao wakitanguliza pesa, wakiuziana bidhaa ambazo ziko kwenye dhima, hawanazo bado. Wa hum yuslifun, nao wanauza vitu ambavyo havipo, wakitanguliza thamani. Katika matunda mwaka mmoja mpaka miaka 2. Faqala, akasema man aslaf. Sasa baada ya kuwakuta wao wafanya hivyo na asili yake haifai, akawaruhusu lakini kwa masharti. Man aslafa, sababu maana watu wanahitajia muamala huo, watu wana shida, ni wakulima lakini sasa wanahitajia pesa na bidhaa hawana, akawaruhusu kwa sababu ya mahitajio. Man aslafa, atakayetanguliza thamani, akauza kitu ambacho katika dhimma, hanacho kile kitu, akasema fali yuslif fi kaili ma'lum, basi atangulize thamani na achukue thamani kwenye kipimo maalum. Sharti la kwanza, kwenye kipimo maalum. Ndio idha dhaba as-sanata wa sanatayn, na wao wakitanguliza pesa, wakiuziana bidhaa ambazo ziko kwenye dhima, hawanazo bado. Wa hum yuslifun, nao wanauza vitu ambavyo havipo, wakitanguliza thamani. Katika matunda mwaka mmoja mpaka miaka 2. Faqala, akasema man aslaf. Sasa baada ya kuwakuta wao wafanya hivyo na asili yake haifai, akawaruhusu lakini kwa masharti. Man aslafa, sababu maana watu wanahitajia muamala huo, watu wana shida, ni wakulima lakini sasa wanahitajia pesa na bidhaa hawana, akawaruhusu kwa sababu ya mahitajio. Man aslafa, atakayetanguliza thamani, akauza kitu ambacho katika dhimma, hanacho kile kitu, akasema fali yuslif fi kaili ma'lum, basi atangulize thamani na achukue thamani kwenye kipimo maalum. Sharti la kwanza, kwenye kipimo maalum. Ndio idha dhabata bi jamii sifati, kama utaja Ibn al-Mundhir katika al-Ijma'. Ibn al-Mundhir katika ijma' ametaja masala haya, wa ajma'u ala anna salama al-jaiza ay yuslima ar-rajulu sahibahu fi ta'amin ma'lumin mawsufun min ta'ami ardhin 'ammatin la yukhti'u mithlaha bi kaylin ma'lum au waznin ma'lum au kwa kipimo maalum, ila ajalin ma'lum wa dananir wa darahim ma'luma yadfa'u thamana ma aslama fihi qabla an yatafarraqa min maqamihima alladhi tabaya'a fihi.
wa wazni maalum, na kipimo maalumu, ila ajali maalum, mpaka wakati maalumu wa kubaliana miezi 6, mwaka mmoja. Waqala sallallahu alayhi wasallam, man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha addaha Allahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu. Rawahu al-Bukhari. Man akhadha amwala an-nas, yeyote ambaye atachukua mali za watu kwa kukopa au kwa sura nyingine, atakayechukua mali za watu. Sasa hii ametaja hadithi hapa kwa kumalizia mlango huu, akiwa na maana ya kwamba kuwatahadharisha watu kufanya uzembe katika miamala yao, sasa wanapochukua madeni katika pesa za watu. Sawa ni deni la salam, sawa ni deni hili la salam au deni lingine la kawaida. Al-Musannif ametaja hadithi kwa ajili ya kutahadharisha kwamba watu kwa makini kwenye miamala hii. Sasa muamala wa salam, ikiwa wewe ulichukua pesa na una bidhaa za watu unadaiwa, basi nia yako iwe nzuri na urudishe kweli, upeleke mali ya watu. Au kwenye madeni mengine, man akhadha amwala nasi, yeyote atachukua mali za watu, yuridu adaaha, nia yake ni kurejesha. Yuridu adaaha, nia yake ni kurejesha. Addaha Allahu anhu, maanake atamtekelezea Allah atamtolea, ima kwa kumsahilishia au siku ya Kiyama au kesho akhira, Allah subhanahu wa ta'ala akalisimamia ili akamlipia yeye Allah. Kwa unapata taufiki kufanyia wepesi, au siku ya Kiyama Allah akufanyia usahali. Wa man akhadha yuridu itlafaha, na yule atakayechukua hiyo mali nia yake ni kuipoteza tu ile mali, si kulipa wala kurejesha, atlafahu Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwangamiza pia yeye. Rawahu al-Bukhari. Watu wengi ndio wako hivyo sasa. Kwa hiyo kuna tahadhari kutahawa na kufanya uzembe katika vitu hivi vya watu. Sheikh hapa alisema saa 1 kamili, naona imefika, na tuwape fursa watu waende kupumzike, kutana tena al-asr insha Allah taala. Tasogeza insha Allah, na mlango mgumu hapo mbele ni mmoja, mlango mmoja ni kidogo, lakini tujiandaa tukiwa makini, tupita tu. Mlango wa sulhu, mlango wa sulhu. Inshallah. Swali Sheikh asema hata dakika 10. Kwa jana waliuliza mashaallah sana, kama kuna maswali yani dakika 10 au 5, kama hakuna basi ni kheri. Naam. Unauza nyumba? Uza. Na asili nafahamu kwamba ni kumwambia milioni 5. Ndio kwa tena kusitisha. Pia naye akija kwangu naye. Hapa tafikia. Hii nafahamu kwamba tena kusitisha pesa milioni. Lakini pia anataka pesa wapi? Hata kwa kule pia anataka, kwa yule aliyenunua pia anataka. Inafaa. Watu wa Lujna tudai wasema dalali anakula kwa tanaruhusiwa, yani watu waliotoka ni Lujna tudai biliasati Sheikh bin Baz sema hivyo. Sababu dalali anaweza akala katika kile alichokiuza, labda kama utamzuia bwana, au mimi nitakulipa, usizidishe, kwa sababu wakati mwingine wanawazuia kwa sababu kuzidisha kunaharibu biashara yako au kufanya biashara yako isiende. Wao wanatafuta bei ya juu, wewe unachelewa kupata nini?
kuuza kile kitu chako, pesa hauipati. Wewe unashangaa muda ule jambo alifanyika kwa muda, kwa sababu wao wanatafuta cha juu. Kwa hiyo sasa cha kufanya wewe unawazuia, nyumba hii mtaiuza kwa shilingi milioni 10 tu, si ruhusa kuzidisha hapo. Malipo yenu mtachukua kwangu shilingi ngapi? 1 2 3 basi. Lakini kama utawaacha huru, wewe una haraka ndio waache huru, wakuletee pesa hiyo, na kataruhusiwa wewe baadaye waje wale kwako kwenye ile nyumba, wale kwa yule kule, kwa sababu lazima wale pia na kule. Bwana tutoe basi, tumekutafutia nyumba. Kwa hiyo nyumba kuna mtu alikuwa anaitaka, sisi tumeacha kwa sababu yako wewe. Jamani, waongo wale, waongo sana wale. Madalali wajanja sana, kwambia sasa kuna mtu anakuja sasa hivi, unaona anapiga simu, wewe fanya haraka bwana. Naona tusheni hapo kwa sababu wakati kidogo sitie uzito. Jazakumullahu khair. Alhamdulillah rabbil alamin. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، tuendelea na darasa yetu ya kitabu